Je, umewahi kujiuliza kwa nini unalala katika mkao fulani kila usiku? Wanasaikolojia wanasema wakati tunapolala, akili zetu hupunguza ulinzi wa kijamii. Mwili unachagua mkao unaohisi usalama wa kihisia. Ndiyo maana namna unavyolala inaweza kufichua tabia, hisia zako za ndani na hata jinsi unavyohusiana na watu. Leo tunakwenda kuchambua mikao mikuu 5 ya kulala. Naomba usikilize kwa makini, kwa sababu mmoja kati ya hii unaelezea maisha yako kwa 100%. Namba 1, mkao wa kujikunja, fetal position. Huu ni mkao ambapo mtu anajikunja kama mtoto akiwa tumboni mwa mama yake, magoti yakiwa yamevutwa karibu na kifua na mikono ikiwa imekumbatia mto au mwili wake. Kisaikolojia, watu wanaolala katika mkao huu hubeba kitendawili kikubwa sana kwenye maisha yao. Kwa nje, katika maisha ya kila siku, wanaonekana ni watu imara sana. Wanaweza kuwa ni viongozi kazini, watu wasioyumbishwa, au watu wanaoonekana kuwa na roho ngumu. Lakini hiyo ni silaha yao tu ya kujilinda. Ndani yao, kwenye kiini cha nafsi zao, wanahisia nyeti na moyo ulio laini sana. Unapolala umejikunja, mwili wako unajaribu kulinda viungo vyako muhimu, tumbo na kifua, dhidi ya ulimwengu. Hii inatafsiriwa kuwa katika uhalisia, unatafuta usalama wa kihisia na faraja. Watu hawa wanasumbuliwa sana na hofu ya kuumizwa. Kwenye mahusiano, wao ni wale ambao hawana marafiki wengi. Wanachagua watu wachache sana wa kuwa karibu nao. Lakini siku ukifanikiwa kuvunja ule ukuta wao wa nje na wakakuamini, watakuwa waaminifu kwako mpaka mwisho wa dunia. Je, wewe unalala hivi? Kama ndio, unajua fika jinsi unavyopenda kujali wengine, ingawa mara nyingi watu hawaelewi thamani yako. Namba 2, mkao wa ubavu, side position au log position. Hapa tunazungumzia mtu anayelala ubavuni huku mwili wake ukiwa umejinyoosha kwa utulivu. Kwenye ulimwengu wa saikolojia, huu ni mkao unaowakilisha watu wenye usawa wa kihisia. Kama unalala katika mkao huu, wewe ni aina ya mtu ambaye ni rahisi sana kuishi naye. Watu wanaolala hivi ni wa kijamii, wanapenda amani na wana uwezo wa kipekee wa kuendana na mazingira tofauti au aina mbalimbali za watu. Ni wale watu ambao wakiingia kwenye kundi la watu wapya, ndani ya dakika 5 wameshazoeana na kila mtu. Hata hivyo, kuna upande wao mmoja wa kisaikolojia ambao ni nadra sana kueleweka. Pamoja na kuwa ni wa kijamii, hawaamini watu haraka. Hawatoi mioyo yao kirahisi. Watacheka na wewe, watakunywa na wewe. Lakini kukuita rafiki wa kweli au mwenzi wa maisha, itawachukua muda mrefu wa kukusoma na kukufanyia uchunguzi wa kimya kimya. Wanahitaji kujiridhisha kuwa upo kwa ajili yao kama wao walivyo kwa ajili yako. Na pale wanapokuamini, huwa ni nguzo isiyotikisika. Kama una rafiki anayelala hivi, mshikilie sana, hata kuja kukusaliti. Namba 3, mkao wa chali, back position au the soldier. Mtu analala chali, uso ukiangalia juu darini, kifua kikiwa wazi. Wanasaikolojia wanauita mkao huu the soldier, mkao wa askari. Mkao huu unawakilisha nidhamu ya hali ya juu na udhibiti. Kulala chali na kifua wazi, maana yake ni kwamba subconscious mind yako haina hofu, iko tayari kukabiliana na chochote. Watu wanaolala hivi ni wale wenye misimamo mikali, wanaopenda mpangilio na wenye malengo thabiti. Kama unalala chali, wewe ni mtu ambaye unapenda kuona mambo yakifanyika kwa usahihi na viwango vya juu sana, perfectionist. Hupendi kufanya mambo kwa nusu-nusu. Kama ni kazi, unaifanya kwa 100%. Kama ni mapenzi, unapenda kwa 100%. Kisaikolojia, watu hawa wanajaribu kudhibiti mazingira yao na maisha yao muda wote. Wanachukia sana mambo ya kubahatisha au watu zembe. Kutokana na viwango vyao vya juu, mara nyingi wanaweza kujikuta wanakata tamaa au kukasirishwa na watu wasioendana na kasi yao. Ni watu wanaoishi maisha ya ukweli na wanapenda mambo yawe wazi bila unafiki wowote. Namba 4, mkao wa nyota, starfish position. Nakumbuka nilikwambia huu utakushtua.
Huu ni mkao ambapo mtu analala chali, lakini mikono na miguu yake inakuwa imetanuka na kutawanyika kitandani kana kwamba anataka kumiliki kitanda chote peke yake. Kisaikolojia, mkao huu unaelezea kitendawili cha kuvutia sana. Kwa upande mmoja, watu wanaolala hivi wanapenda sana uhuru wao wa binafsi. Hawapendi kubanwa, kudhibitiwa au kupangiwa cha kufanya. Wanahitaji nafasi yao, personal space, ili kupumua. Kama uko kwenye mahusiano na mtu anayelala hivi, usijaribu kumwekea sheria nyingi, utampoteza. Lakini kwa upande wa pili, hawa ndio marafiki wazuri kuliko wote unaoweza kuwa nao. Watu wanaolala mkao wa nyota ni wasikilizaji wazuri mno, great listeners. Wakati wengine wanakusikiliza ili wakujibu, wao wanakusikiliza ili kuelewe na kukusaidia. Wao ndio huwa wale madaktari wa saikolojia kwenye makundi yenu ya marafiki. Wako tayari kuacha mambo yao na kukusaidia unapokuwa na shida. Wanatamani sana kusaidia ulimwengu, lakini wakati huo huo wanaomba ulimwengu uwape nafasi yao ya kupumua. Namba 5, mkao wa tumbo, stomach position au free faller. Wengi huita kulala kifudifudi, uso wako ukielekea pembeni na mikono mara nyingi inakuwa imeshikilia mto. Wanasaikolojia wanasema mkao huu unafichua mengi kuhusu hali ya akili yako. Watu wanaolala hivi wana akili inayofanya kazi masaa 24 bila kupumzika, hyperactive mind. Ni watu wenye udadisi mkubwa, wapangaji wa mipango na wawekezaji wazuri wa mawazo mapya. Wana nguvu kubwa ya kufanya mambo na wanapenda kuchukua hatua haraka. Lakini kuna ukweli huu mchungu wa kisaikolojia. Kulala tumbo lako likiwa limekandamizwa kitandani ni jaribio la mwili kutafuta utulivu kwa nguvu. Mara nyingi, watu wanaolala hivi huwa na wasiwasi wa ndani, internal anxiety. Wakati mwingine wanahisi kama maisha yanaenda kasi sana na wanashindwa kuyadhibiti, hivyo wanakumbatia kitanda ili kujipa anka au kushikilia kitu. Wanaweza kuwa wanawaza sana kuhusu kesho, jinsi ya kutatua matatizo au jinsi ya kufikia ndoto zao kiasi kwamba akili zao zinakataa kuzima hata wanapokuwa wamelala. Kama unalala hivi, unahitaji kujifunza kusamehe nafsi yako na kupumzika. Sio kila kitu kiko chini ya uwezo wako. Jambo la kuvutia ni kwamba mikao hii haimaanishi kila mtu yuko sawa kwa 100%, kwa sababu sisi ni binadamu na tunabadilika. Lakini tafiti zinathibitisha mwili wako unapokuwa umepumzika hauwezi kudanganya. Unazungumza ukweli ambao wewe mwenyewe wakati mwingine unaogopa kuukubali. Sasa nataka nikuulize wewe unayenitazama, usiku wa jana au mara nyingi wewe unalala katika mkao gani kati ya hii mitano? Na je, maelezo niliyotoa yanaendana na maisha yako au hisia zako za ndani? Shuka hapo kwenye comments uniandikie mkao wako. Nitakuwa nikisoma na kujibu comments za watu wote. Kama umejifunza kitu kipya leo, hakikisha umesubscribe na kugusa alama ya kengele ili usipitwe na chambuzi zetu nzito za kisaikolojia kila siku. Share video hii kwa rafiki au mpenzi wako ili na yeye ajigundue. Asante kwa kutazama, tukutane kwenye video ijayo. Peace.